Maana yake mtu anapookoka, kwa sababu Roho Mtakatifu anapoingia ndani yake, anaingia akijua hili ni hekalu, maana yake anambadili yule mtu awe kuhani ili atunze hilo hekalu. Amina. Kazi ya kutunza hekalu ni ya kuhani. Amen. Kazi ya kutunza mwili ambao Mungu anautambua kama hekalu ni kazi ya wewe kuhani ambaye Roho Mtakatifu ameingia ndani, ambaye Yesu ameingia ndani. Maana yake unatakiwa utunze mwili wako usiingie kwenye dhambi. Amen. Anasema huyo kuhani ahakikishe ya kwamba moto hauzimiki. Amina. Maana yake kuacha kuomba ni kuzima moto wa Mungu kwenye maisha yako. Amen. Unapoona umelegalega kwenye maombi usifurahie. Unapoona ulikuwa unaomba afu ghafla maisha ya maombi yamekatika na umekaa na una amani, maana yake wewe ni mtu ambaye hauelewi nafasi yako rohoni. Anaelewa nafasi ya rohoni, ataomba mpaka ahakikishe jambo limetokea na limekuwa. Amen. Ila asiyejua umuhimu wa maombi, asiyejua umuhimu wa ibada, asiyejua umuhimu wa neno, anasikia amani hata kipita siku hajaomba. Hata kipita siku hajaomba, yeye anaona ni sawa na siku zingine. Lakini kama laiti kila mtu angekuwa na maarifa ya rohoni, kujua kila anachoshindana nacho, nina hakika kila aliokoka angeomba na angemtafuta Mungu. Amen. Watu hawamtafuti Mungu kwa sababu hawajui vita walionayo, hawajui namna ambavyo shetani anawawinda, hawajui ya kwamba hizi falme tunapozizungumza ni ngome zimesimama, wakati mwingine zinazuia uchumi. Kuna wakati zikasimama zikazuia watoto wetu wasisome, zikazuia uzao. Kwa hiyo zile tabia zote unazoziona kwenye mji uliopo, kama usipoomba, ni tabia ambazo zinaweza zikaenda pia kwa watoto wako baada ya miaka. Amen. Unapomlegeza mkuu wa anga, ni faida ya kwako wewe na vizazi vyako na vizazi vijavyo. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Neno linasema kuvilegeza vifungo vya nini? Vya uovu. Kwa hiyo kila vifungo alivyoviweka mkuu wa anga, wewe uliokoka, hakikisha unaomba kufika kiwango unaona kila siku watu wanaongezeka. Kanisa la kwanza lilikuwa na maombi, lilikuwa na neno. Biblia inasema wakaumega mkate siku kwa siku, saa kwa saa, hawakuondoka. Walipokutana kwenye majumba yao, kwa nini ilikuwa na nguvu? Walipokutana kwenye majumba yao hawakukutana kusengenya. Walikutana wakaimba tenzi, wakasoma Zaburi, wakasoma neno, wakajengana kiroho. Kwa nini kanisa la sasa hivi halina nguvu? Ni kwa sababu tumepoteza zile tabia zinazotupa nguvu. Kwa matokeo yake ulimwengu wa roho unakuwa na nguvu, ule ulimwengu wa giza kuliko sisi, kwa sababu sisi tumeipoteza asili yetu hata baada ya kuokoka. Aina ya maisha, unaweza ukashindana na shetani hivyo unavyoishi. Unaweza ukazishinda hizo madhabahu unazoomba kuzishinda hizo, unaweza ukazishinda kwa maombi hayo ulionayo, kwa usomaji wa neno, kwa kutafakari wewe, unaweza ukashinda. Tumesema mwaka huu wewe wa kumiliki, lakini hautamiliki mpaka kuna vitu vya kimungu umevipa kipaumbele. Shetani haondoki kwa sababu umesema tu kwa jina la Yesu, wala umshindi shetani kwa sababu umetaja jina la Yesu. Kuna wakati unaweza ukataja na bado shetani akaendelea kukuchakaza, kwa sababu umesahau kwamba ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa kanuni. Unamkemeaje shetani wakati ni rafiki yako? Kuna muda mnapiga wote story, unamkemeaje? Nani amewahi kupiga story na shetani? Nani hajawahi kupiga story na shetani? Nyosha mkono. Nani amewahi kupiga story na shetani? Shetani, namuongelea shetani kama shetani, sio mtu mnapiga story za shetani. Shetani mwenyewe, nani amewahi kupiga naye story? Hakuna. Nani hajawahi kupiga story na shetani? Hivyo unafikiri huyo nani anayekuambiaga yule mkomeshe? Yana amekufanyia hivi, nitamkomesha yule, nitamkomesha. Best friend anakuelekea. Roho Mtakatifu si anatuongoza? Biblia imesema siwaiti ninyi watumwa, bali ninawaita rafiki, kwa sababu mtumwa hajui atendalo bwana wake. Ukiwa na Roho Mtakatifu utapiga story na Roho wa Bwana. Unapopiga naye story atakwambia nenda kaombe. Mnapopiga story atakwambia muombe fulani. Mnapopiga story atakwambia nenda kapeleka kitu fulani mahali fulani, kwa sababu mnapiga. Ukipiga story na shetani sasa, ukipiga story na shetani, kama ni mwanaume atakwambia ni ulimwachaje yule mwanamke apite, ulimwachaje? Na akili nakwambia ila kweli, si ningeongea naye tu. Yaani
We ulanzi umepita hapa, ulikuwa unakunywa ulanzi, unaona ulanzi unapita, shetani anakuletea mate, yanaiona sukari ya ulanzi, anakuongezea kabisa na chocolate, unaisikia mule ndani. Shetani huwa anapiga stori kwenye fahamu. Akishapiga stori na wewe ndo unaanza kutekeleza vitu ambavyo baadaye unashtukia sasa umefanya vitu vya ajabu, vitu havieleweki. Lazima tuhakikishe maeneo mawili haya. Eneo la kwanza nimezungumza roho inayokufuatilia binafsi. Eneo la pili nimezungumza nini? Nini? Siwasikii. Nimezungumza nini? Kuna watu siwasikii mpaka nimsikie mpaka wa mwisho. Nimezungumza kitu gani? Mamlaka ya mkuu wa anga. Mamlaka ya mkuu wa nini? Yaani hii hapa nataka niwawe ni mamlaka ambayo kanisa isiposimama kuangusha, nataka nikwambie mnaweza mkasada miaka 10 watu watano, miaka 20 watu, au miaka 20 mnakuwa 20 hivyo hivyo, kila mwaka aliokoka mmoja. Alafu walevi wengi. Wewe ukitaka kujua watu wengi hawajaokoka, nenda kwenye mabaa, tembea huko usiku. Kuna watu wangapi wapo kule hawajaokoka? Wengi. Wengi. Kuna vijana wangapi wapo kwenye bangi? Wengi. Mavuno ni mengi lakini watenda kazi wachache. Watu wengi wanasema Yesu ameokoa, lakini Yesu anaokoa, Yesu anaponya, lakini maombi hayajatangulia, neno halijatangulia. Lakini kama tutaweka commitment kwa Mungu kwamba mwaka huu Bwana tunakutafuta, lazima tutayaona matokeo ya kile tunachokiomba. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tengeneza muendelezo wa maombi, ndio utamshinda mkuu wa anga. Kwa sababu unapozidi kuomba, manake unachochea moto wa madhabahu ndani yako. Unachochea moto wa madhabahu ndani yako. Unaweza kusimama. Unaweza kusimama. Ngoja nikwambie hivi. Unapomtafuta Mungu, kumtafuta Mungu kusiwe tukio. Unapomtafuta Mungu, hakikisha umegeuza hali ya kumtafuta Mungu kwako ni maisha. Ukimtafuta Mungu kwa matukio, nataka nikwambie mambo mengi ya kiungu hautayaona kwenye maisha yako. Lakini ukimtafuta Mungu ni maisha, mambo mengi ya kiungu utayaona ndani yako. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ukitaka kuyaona mambo ya kiungu, kuwa na mwendelezo wa kumtafuta Mungu. Watu wengi hawamwoni Mungu kwa sababu wanaomba kwa matukio. Mpaka sikie kanisa limetangaza maombi, hatima yako inatakiwa wewe usimame. Ujue kama ninasimama kwa ajili ya vizazi vyangu, ninasimama kwa ajili ya hatima, na ninasimama kwa ajili ya maisha yangu. Amen. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru. Ninakushukuru kwa kunipa neema, na kibali cha kukutafuta, na kujifunza maneno haya kwa habari ya maarifa ya rohoni yatakonisaidia kuvuka na kwenda mbele. Kila roho ambayo nimejifunza inafuatilia maisha yangu binafsi, kwa jina la Yesu ninaikemea hiyo roho, ninaikemea hiyo roho, ninaikemea hiyo roho, ninaikemea hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Nenda mbele za Bwana kwa dakika hizi chache, mwambie Bwana, ninakemea kila roho ambayo inafuatilia maisha yangu, kila roho za kufuatilia zinazotaka kuharibu maisha yangu, zinazotaka kuharibu wokovu wangu, zinazotaka kuharibu mwendo wangu, zinazotaka kuharibu ibada.